Sasa hapo siku zile kifanya kazi chuo kikuu cha Nairobi, kwa mhadhiri pale. Sasa jaribio lile liliposhindwa, watu wengi sana walikamatwa. Haswa wengi katika hao walikuwa ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, kwa sababu jeshi lilipotangaza kwamba limepindua serikali, wao ndio walikuwa wa kwanza kutoka barabarani na kufanya maandamano ya kuunga mkono jaribio lile. Kwa hivyo kama tujuavyo, jaribio lile halikufanikiwa. Kwa hivyo wengi watu walikamatwa, wanafunzi wengi waliuawa, wanasiasa wengi pia walikamatwa, wengine wakauawa na wanaharakati wengine. Sasa Ngugi na wahadhiri wengi wa chuo kikuu cha Nairobi wengi walikamatwa na wengi wakabidi wakimbie. Ngugi alikuwa tayari ametoka Kenya, amekuja kabla ya tukio hilo. Sasa hakuweza kurudi. Sasa sisi watu 7 ndio tuliofanya kazi. Kuna kamati hiyo kwa muda wa miaka 5. Kwa kamati hiyo ambayo alikuwa si Mkenya alikuwa anaweza kushiriki katika kamati hiyo. Lakini baada ya miaka 5 tukaona hapana, tunahitaji chama cha kisiasa hasa ambacho kitakuwa na haki ya kuingilia mambo ya ndani ya Kenya na kuleta mabadiliko ndani ya Kenya. Ndio tukaunda chama cha nje ya Kenya ambacho sasa kiitwa Umoja wa Kupigania Demokrasia ya Kenya, kwa ufupi kiitwa UKenya. Sasa mimi na Ngugi tulikuwa katika uongozi wa chama hicho, na tulifanya kazi kubwa sana. Kazi nyingine zilikuwa za hatari hivi na kuna mambo mengi sana ambayo hata wenzetu wengine hao 5 wengine walikuwa hawayajui, ambayo tulikuwa mimi na Ngugi tukiyafanya. Kwa kuwa tulikuwa tukiaminiana zaidi, mimi na yeye. Tumefanya mambo ambayo lau kama serikali ya Kenya ingejua kwamba tuliyafanya hayo, tungekuwa katika hali mbaya sana. Lakini kwa na kuzoeana katika ile kazi tulikuwa tukifanya, tukaaminiana, mimi na yeye tukafanya mambo mengine ambayo yanahusiana na nchi nyingine za Afrika. Lakini hata wenzetu walikuwa hawajui kwamba sisi tulikuwa tunahusika katika yale yaliyotokea kule. Lakini mimi na yeye tulikuwa na siri nyingi sana baina ya sisi wale. Sasa mbali na kwamba tulikuwa na chama hicho cha nje, lakini sote tulikuwa tukiunga mkono chama cha chini kwa chini kilichokuwa ndani ya Kenya kiitwa Mwakenya. Sasa Mwakenya, ukombozi wa bara la Afrika, ulikuwa kama ndio makao yao. Mimi wengi nimekutana kina Augustino Neto, nimekutana nao pale, Samora Machel nimekutana nao pale. Kwa hivyo pale ilikuwa ni kama kwa bwana ofisini kwa bwana Walter Bogai, ilikuwa ni kama kituo cha, na msimuone hivi bwana Walter Bogai, maana ana historia ndefu sana, na hasa katika ukombozi wa bara la Afrika. Bahati mbaya ndio mpaka sasa kuna Mtanzania ambaye amefanya uchunguzi wote, utafiti wote. TPH ni mahali pale panahitaji kufanyiwa kazi. Kwa hivyo nikamwambia bwana Bogai kwamba Ngugi atakuja. Kwa hivyo akamweka nyumbani kwake. Muda wote aliokaa Ngugi, nafikiri muda ule ilikuwa zaidi ya wiki 2 au 3. Ngugi hakutoka nje hata siku moja, nafikiri alikuwa nyumbani ili kukutana na watu kutoka Kenya kuja kufanya kazi. Na hata ile namna alivyoingia Kenya pia, kama si bwana Bogai pia, wakati huo tulikuwa Ngugi anatumia pasipoti ya Ghana, kwa sababu tulikuwa pasipoti zetu zikimalizika tukipeleka kwenye ubalozi kupata nyeupe, walikuwa wakizichukua hawaturudishi tena. Mimi yangu pia ilikuwa imekwisha, ikabidi nitume mtu Kenya ifanyie Kenya ndani huko, kisha nikapostiwa London. Sasa Ngugi hakuweza kuifanya, ikabidi achukue pasipoti Ghana, ikamkubali kumpa pasipoti ya Ghana. Sasa akasafiri kwenda Tanzania kwa pasipoti ya Ghana. Sasa Ngugi ni mtu maarufu, anajulikana. Ukifika uwanja wa ndege, maafisa wale wanamjua huyu ni Ngugi. Akiangalia pasipoti ya Ghana, itakuwaje? Ikaleta tatizo. Bwana Bogai ikabidi aingilie kati. Nafikiri kwa bwana Mkapa siku zile kwa waziri wa mambo ya nchi za nje. Naam? Alikuwa waziri mkuu ikabidi aingilie kati serikalini huko, akaruhusiwa kuingia. Kwa hivyo akakaa kwa bwana Bogai kwa wiki, nafikiri zaidi ya wiki 2 kwenda kufanya kazi hiyo ya chama. Kwa hivyo huyu ni mtu mmoja wapo pia ambao muhimu sana. Kwa hivyo kwa upande wa shughuli hizo za harakati za kisiasa ni hivyo.
sitasema sana kwa kuwa tunataka kuondoka. Upande wa pili ambao nipenda kumzungumzia kwa uchache Ngugi ni upande wa usomi. Ngugi ameutumia usomi wake kama ambavyo usomi unatakiwa utumiwe. Manake elimu, lengo la elimu ni kumkomboa binadamu. Hili ndilo lengo la elimu, kumkomboa binadamu, na vile vile kumfanya binadamu kuitumia elimu ile kujiletea mabadiliko na mapinduzi katika maisha yake. Sasa ikiwa elimu haikutumika, haikumkomboa binadamu, hiyo si elimu ambayo inafaa. Na siku zote mimi huambia mtu, ikiwa mtu una elimu, wewe ni msomi, na ukawa hukuitumia elimu yako wewe kuifaidi jamii yako na kuiletea mabadiliko jamii yako na kuikomboa jamii yako, elimu yako hiyo haina maana. Maana lengo la elimu ni kumkomboa binadamu. Sasa Ngugi ametumia elimu yake kwa njia hiyo. Ametumia, na mpaka hivi leo maana Ngugi ametuacha, lakini athari yake kutokana na usomi wake ni kitu ambacho nafikiri kitaendelea milele, ambacho hasa kitu muhimu zaidi hapo ni kumfanya Mwafrika ajijue mwenyewe, ajikomboe mawazo yake, na ajitegemee na kujiletea maendeleo yeye mwenyewe. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nafikiri tutamkumbuka sana, na hasa kutokana na maandishi yake hii kitabu chake Decolonizing the Mind, ambacho naona kimeleta athari si katika bara la Afrika peke yake, lakini nimeona katika nchi nyingine pia kimekuwa kikitumika sana na kutajwa sana, na kwamba watu kimewafaidi, sio katika bara la Afrika peke yake, wala si katika nchi ambazo zinaitwa nchi zinazoendelea peke yake, bali hata katika nchi ambazo zimeendelea kuna watu ambao wameona kwamba wamefaidika sana na maoni yake haya. Sasa hayo kwa uchache tu nilikuwa ndio sitaki kusema sana, na kitu nukta ya pili ambayo nilikuwa nataka kuigusia ni kwamba nilipata habari hizi siku ya Jumatano ya kifo cha Ngugi. Saa 2 tu baada ya kufariki nikapigiwa simu kwamba amefariki wakati niko Cuba. Sasa juzi rafiki yangu mmoja ananiambia, Abdulatif, nafikiri sasa usiwe unakwenda Cuba tena. Ambia kwa nini? Asema maana inaonyesha kwamba Cuba na wewe kuna kisirani fulani. Vipi? Asema maana mwaka jana Cuba mimi nimeshakwenda, juzi ilikuwa mara yangu ya 3. Mwaka jana nimekwenda mara 2 Cuba, mwezi wa Mei na mwezi wa Novemba. Sasa nilipokuwa mara ya pili nilipokuwa mwezi wa Novemba, nilifika Cuba usiku, nalala, asubuhi nikiamka tazama simu yangu na habari, binti yangu, mtoto wangu wa kwanza amefariki London. Ikabidi siku nimefika mimi usiku, ikabidi siku ya pili yake nirudi sasa London kwenda kupumzika. Sasa na safari hii niko Cuba tena, nikaletewa habari za kifo cha Ngugi. Sasa rafiki yangu ananiambia usiende tena Cuba. Maana inaonyesha kuna nuksi fulani. Kila ukienda kule unapata habari za kifo. Lakini hiyo ni sadfa tu. Kwa hivyo kwa machache hayo sitaki kusema zaidi, isipokuwa nataka tu kusisitiza kwamba mwanzo tumshukuru Ngugi kwa kazi aliyoifanya, na nafikiri letu sisi hasa wale ambao tunataka kuleta mabadiliko katika bara letu la Afrika na kuleta maendeleo, nafikiri ni kuiendeleza kazi ambayo alikuwa akifanya, na alhamdulillah amefanya kazi kubwa, maana alikuwa ni mwana halisi wa Afrika na ni majumui wa Afrika. Kwa hivyo ni juu yetu sisi tena kuiendeleza kazi aliyoifanya, na hapa hasa kwa vijana sisi tena kizazi hiki ndio tunapukutika, tunadondoka mmoja ndio tunakwenda hivi. Kwa hivyo wale vijana waliobakia
katika nchi ya Kenya, katika bara la Afrika kwa jumla, ni juu yao sasa kuiendeleza hii kazi ambayo si kazi rahisi na si kazi ya muda mfupi, lakini ni kazi ambayo lazima iendelezwe ili hatimaye tufike kule tunakotaka kufika. Asanteni sana.